Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu ya pamoja nawe msikilizaji. Imetimu muda muhafaka wa kufuata uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao umejumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Sudi wa Sudi Valente kwa habari muhimu. Karibu Sudi. Naam, asante sana kabisa mwenzangu Bibu Kortantine Dama kwa fursa yako ya habari muhimu. Mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu, katika habari muhimu kwa siku ya leo tuanzie na hapa katika moja wa Baraka na taarifa inayosema kuwa mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka amesema kusikitishwa na hali iliyotokea ndani ya hospitali hiyo mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo, kisha mzalendo mmoja kuzusha vurugu na kusababisha vitu vingi ndani ya hospitali hiyo kuharibika. Huko Mukera ni kwamba watu 3 kujeruhiwa kwa risasi, akiwemo askari mmoja wa FARDC, mzalendo pamoja na raia. Hayo ndiyo matokeo ya milio ya risasi iliyosikika kwa wingi na kwa muda mrefu ndani ya kijiji cha Mukera, sekta Mtambala, tarafani Fizi, siku ya 4 ya wiki tunayo tarehe 17 April mwaka 2025. Mwisho Bukuru Tantina Dama katika habari za kitaifa. Nchi ya Marekani imeitaka nchi ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuacha kushirikiana na AFC M23, pia kuheshimu mkataba wa madini kati yake na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mengi zaidi utaweza kumsikia mwenzetu Zafara Limasi Metinwa ambaye atakujuza mengi kuna kwa habari hiyo ya kitaifa. Bibu Kurtantina Damas na la ziada na wika nukta kuna kwa habari muhimu. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Pesa 150,000, simu kubwa aina ya Android na vitu vingine vya thamani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa usiku wa kucha siku ya 4 ya tarehe 17 Aprili mwaka huu ndani ya kata la Makampanye mjini Baraka. Kwake muhanga wa tukio hilo Bwana Wilonja Oredi Philosophe ameeleza mbele ya mic ya Radio ya Kijamii Kivu ya kwamba yote yametokea mida ya usiku pindi alipotoka kushuhudia mtanange wa robo finali kati ya Real Madrid dhidi ya Arsenal, ndipo alikuta mlango wake uko wazi, alivyoeleza hapa kwenye mic ya Sudi wa Sudi Valentine. Usiku wa kucha leo nilikuwa kwenye machi ya Real na Arsenal, niliacha nafunga mnyumba. Wakati nitoka kumache nikakuta mlango uko wazi. Nikalomba toshi kwa jirani kukuta vitu vyote vinabebewa kabisa. Wamechukua manguo, viatu, wamechukua pesa, sasa 50,000 francs. Simu kubwa na kidogo. Ndani ya simu kwenye karte simu kulikuwa 30,000 francs. Mlango wa kufunja bali wamefungua tu. Mpaka sasa wanatangazaji sijagundua mwenye alikamata vitu vile. Ujumbe wangu unaweza kaambia watu wote mwenye anaweza kumuona mtu alichukua vile vitu amwambie taratibu sana aje akavirudisha, kwa sababu mtu ajua kitu yaanza kufanaje. Ndazidi kuambia zaidi sana watoto wetu wa wazalendo wazidi sana kuwa nafaa patrouille, parce que kote kuma kampanye watu wafanye patrouille. Mtu kwa tembea sasa anajisikia donc hakuna patrouille tuseme. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka amesema kusikitishwa na hali iliyotokea ndani ya hospitali hiyo mchana wa siku ya Alhamisi ya wiki hii, kisha mzalendo mmoja kuzusha vurugu na kusababisha vitu vingi ndani ya hospitali hiyo kuharibika. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Dr. Asa ambaye ni mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka amesema kulaani vikali kitendo hicho, huku akianza kuonyesha baadhi ya vitendo ambavyo wazalendo wameendesha ndani ya hospitali hiyo. Ni kweli ndugu mtangazaji, leo pamepitika habari mambo yasiyokuwa nzuri. Sio mara ya kwanza. Kukumbusha ni kwamba wiki iliyopita kuna mzalendo mmoja alikuja hapa
akafika hapa na bunduki, akamenase waganga, wagonjwa na akaripua hata masasi. Alipua masasi hapa, ikatoboa ukuta wa sale ya medicine interne ambao wagonjwa wanawake walazwa. Siku chache baadaye mwingine alifika hapa, alikuwa ndugu yake alikuwa anagonjwa hapa. Alipofika akapenda impose ndugu yake atoke kubure. Yaani service yetu ya taxation akamwambia hapana, anapaswa lipa. Kila mgonjwa ni lazima atoe mchango ya kila raia ambaye atakuja kuchukua huduma hapa kwa hospitali yetu. Hakupenda kusikia hivyo, akamenase waganga, akasema atakuja kuunguza hapa hospitali. Hiyo kama vile ikutosha, najua ulisikia kuna mzalendo mwingine ambaye aliuliwa siku juzi hapa kujeteme. Walikuja wenzake wanaleta mwenzao yuko mautiuti, walipofika hapa mbele ya hospitali wakapiga masasi mengi sana. Yaani wakatishia wagonjwa, wakatishia waganga, hadi kuna wagonjwa wamoja wakashikwa na mshtuko wa moyo na hali yao ya kiafya ikazidi kusorota. Leo sasa pia mmoja alifika. Kuna mmoja mzalendo alifika asubuhi. Huyo alipofika pia ilikuwa swala la kulipa. Alitaka kutoka bure. Wakamwambia hapana, ndugu yako ambaye anagonjwa lazima alipe. Hakupenda kusikia hivyo. Akasema mimi ni mzalendo, ndugu yangu lazima atunzwe bure. Sasa hapana. Kila mwana raia, hakuna raia ambaye yuko juu ya mwingine, na kila raia hospitali ina gharama nyingi. Lazima kila mtu atoe mchango. Kamenase na akasema ataua watu. Sasa wa mwisho sasa huyu ambaye amefanya ingine maajabu hapa. Mzalendo mwingine alikuja na moto kama vile mgonjwa. Waganga wakampokea kama gisi wanavyopokea wagonjwa wengine, wakaleta brancard, wakamtia brancard. Walipompeleka tu katika chumba cha urgence, akaamka ghafla na akakwenda nafasi ambayo kuko robine, akabomola ile robine, akamata ile biuma ya robine, akaanza kutishia kupiga watu, akabomoa madirisha, akabomoa milango, na hata kuna gari ya zone de santé ambayo ilikuwa hapa, akavunja bio. Kweli baada ya hivi vitendo vyote ambavyo nataka kuambia, waganga wana wasiwasi, wanatishia kama vitendo kama na hivi vitakavyoendelea watafanya mgomo, wataacha kutunza watu. Mwishowe ameomba kwa wakuu viongozi wa serikali na wazalendo kuingilia kati swala hilo ambalo linakuwa tishio kwa wagonjwa wanaopata matibabu eneo hilo na hata kwa waganga pia. Sisi kama viongozi tunalaani vikali vitendo kama na hivi, na tunatoa mwito kwa viongozi wa serikali pamoja na viongozi wakuu wa wazalendo wachukue maamuzi sahihi ili ya kukomesha vitendo vibaya kama na hivi vya kuatakia hospitali ambayo ni nafasi takatifu. Sisi kama waganga tunaambiwa tutunze watu. Mikakati yetu ni ya kutunza watu bila ubaguzi. Awe mzalendo, awe raia, awe nani, tunatunza tu. Hatuna ubaya na mtu. Ila tunatoa mwito wasio wanakuja na silaha. Uwe askari, uwe polisi, uwe mzalendo, wakati anaumwa akuje, tutamkaribisha, tutamtunza, lakini asikuje na silaha. Naweza kwenda mbali zaidi, hata manguo ya kijeshi nawaza, kwa maana inatisha waganga, wanaweza wakapoteza mwelekeo wakati mwingine kwa kupitia vitisho hivi ambavyo vipata. Na huko Mwayenga hali ya usalama ripotiwa kuwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Mwayenga na vitongojeni mwake. Hivyo ni baada ya ghasia iliyofanyika kati ya jeshi la taifa FARDC batalioni ya Fuma dhidi ya wazalendo katika siku za nyuma. Shirika la raia ndani ya sekta ya Mutambala limeonyesha kuwa kwa sasa shughuli mbalimbali zimeanza vema licha ya wasiwasi inayotanda miongoni mwa wananchi ambao kwa sasa wanahofia kurejea mahali pao. Emedi Kaongo Bieneme ni mkuu kiongozi wa shirika la raia sekta ya Mutambala, amezungumza nasi. Ndiyo, tunaweza sema kwamba hali kwa sasa ndani ya kisanga cha Ubwari inaendelea kuwa tulivu kidogo kama taarifa tulizo nazo, maana lililotokea kwa kijiji cha Mwayenga baada ya kufa kwa maskari wawili wa Fuma, jeshi la wazalendo lilikwenda na muda wa siku chache tu walirudi na kuweka position pale. Hofu kubwa ambao raia tu wanakuwa nayo ni kufuatana na jeshi la Fuma ambalo linakwenda kudeklare kusema kwamba axe ambayo wazalendo wanakuja kujipositione ni muaxe yao, c'est-à-dire Fuma ya deklare kuanza Luamba na kuendelea
Hivyo inaendelea kudeklare kusema hawataki kuona wazalendo muaxe yao. Hilo ni jambo ambalo linakwenda kuweka hofu kwa waraia, na kwetu sisi kama ofisi ya shirika la raia msekta Mtambala tunaweza kuomba ndugu zetu inaaja ipumue, raia inaaja ipumuzike. Tunakwenda kutosha usipole kwa wenzetu wanaopatikana mugini ya Mkindu kwa lile lililotokea. Kama vile vraiment tunashukuru sana kwa upande wetu kuona jinsi hali iko naendelea kujitengeneza siku siku, ijapo ya mawasiwasi ya lalamiko la jeshi ya FUMA kusema kwamba axe ambayo wazalendo wanapatikana ni axe yao, wazalendo wapasi kukua Mwayenga. Na huko Fizi, makao makuu ya tarafa, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka raia kuendelea kuheshimu kanuni za afya ili kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu ambao unaonekana kupanda kwa idadi kubwa. Albert Mangaiko Sadiki, mkuu kiongozi wa mtaa huu wa afya wa Fizi, amesema kwa sasa ugonjwa wa kipindupindu umepanda zaidi, kama anavyoeleza mbele ya maiki ya mtumbi wa mkulima na Fatuma. Tumeweza kupata kesi nyingi za ugonjwa wa kipindupindu katika mtaa wetu wa afya wa Fizi, zaidi sana katika aire de santé za jiji la Baraka, nikitaja Mshimbake, Baraka na Mwangaza, na pia katika aire de santé yetu ya Kazimia. Ni hapo tumepata ka nyingi za ugonjwa wa kipindupindu katika hizi siku za usoni. Wito wetu ni kuhimiza watu kuzidi kuheshimu zile kanuni za afya, ikiwemo kuosha mikono yetu mara kwa mara, kuepuka kutumia vyakula ambavyo vimepoa, na zaidi ya yote kutumikisha vyoo sanifu. Na huko Mukera, watu 3 kujereuliwa kwa risasi, ikiwemo askari mmoja wa FARDC, mzalendo pamoja na raia. Hayo ndio matokeo ya milio ya risasi iliyosikika kwa wingi na kwa muda mrefu ndani ya kijiji cha Mukera, sekta ya Mtambala, tarafani Fizi, siku ya 4 ya tariki 17 Aprili mwaka huu. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo askari jeshi wa taifa FARDC walikataa oda ya kwenda kwenye shamba la vita bila kupata mishahara yao. Ndipo wameanza kupiga risasi nyingi kwa hasira. Habari hii ya usalama mdogo imehakikishwa pia naye mkuu kiongozi wa Mukera, Bwana Mboka Inchietobola wa 13, ametoa machache juu ya hali ilivyokuwa toka Mukera. Kijiji kilishinda leo mwali ya ukosefu wa amani. Kisa cha ukosefu wa amani ni wanajeshi kataa watapanda milimani kuvita na kabla hawajapewa pesa zao. Ndio sababu ya fujo masasi ilijia sana Mukera. Ilizorotesha kabisa hali ya usalama. Raia wamoja walikimbia porini na wengine walikimbilia vijiji jirani. Hivi muda huu naongea na wewe, niko natoka kuongea na wakuu viongozi wa jeshi kwa kutafuta usalama. Intervention ya wazalendo ilitokea. Baada ya intervention ya wazalendo, kwanza kabla ya wao kwa wao, baada ya masasi kuliumia wanajeshi mmoja alipata masasi ikatoboa tumbo, na mzalendo mmoja akapata blessure pembeni ya jicho kukichwa, na raia mmoja akapata blessure kwenye mguu. Ndio bila ile walikuwa wanapenda wampige kiongozi wao ile masasi ili awapatie pesa zao. Ndio ile ilipata ule mwanajeshi mwenzao. Sasa zile zenye walikuwa wanapiga ovyo ovyo ndio zenye zilipata ule raia. Ile mzalendo walipata ilikuwa wazalendo walipenda kuwatisha wao ili labda wanaweza wakaacha kupiga masasi ovyo ovyo. Ndio ile mmoja ikapata ule mzalendo. Sasa hivi hali ya usalama kidogo imekuwepo, sababu tumeongea na wakuu wa jeshi ya kama wapeleke ripoti kwenye viongozi vyao ili wanajeshi wapate hela zao ili wanajeshi wasiendelee kutomboka. Na kwa muda huu jiji kiko utulivu, naona raia wanaanza kurudia mmoja kwa mwingine. Mesaji yangu kwa serikali ni kuona mwanajeshi ambaye ametoka vitani alafu arudishwe tena vitani kabla hajapata pesa zake. Ingekuwa muhimu wapewe zao ili wapate jinsi ya kurudia vitani kama vile wanavyodai pesa zao. Na wakaaji wote wa Mukera wenye kukimbia pembeni ya kijiji ya Mukera
warudie hali ya usalama imekwisha kuwa. Hiyo ilikuwa ni sauti yake Bwana Mboka Nshi Etumbula wa 13 toka Mukera akiwa kama mkuu kiongozi wa Mukera. Na sasa tunajitupa viwanjani na Omari Makelele Uzile kwa habari za michezo. Na asante sana Bibo Kurtantine Aldama, naona unapendeza kinyama nyama kunako microphone zetu ukiwa unajitandia hivyo namna hiyo. Mtoto kaumbika sura kama malaika. Asante sana. Katika habari za michezo Bibo Kurtantine Aldama, tuanzie katika mji wa Baraka ni kwamba tunamenti ya makata yaendelea kutimua vumbi katika mji wa Baraka ndani ya uwanja wa Lumumba, ambako siku ya 4 ya tarehe 17 Aprili 2025 mechi moja iliweza kushuhudiwa kupigwa pale. Vijana wa kata la Kibonjwa waliweza kuwatandika vijana wa Malala mabao 3-2, lakini michuano hiyo itaweza kutimua vumbi siku ya 5 ya tarehe 18 Aprili 2025 katika uwanja huo wa Lumumba. Majira saa 7 kamili za mchana kata ya Moma watakipiga vikali zidi ya Mshimbake, huku majira saa 9 kamili kata ya Kalinga Nord watakuwa uso kwa uso zidi ya Mwemezi. Mechi zote mbili ni za kata na shoka. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba kisha hatua ya robo finali kuweza kutamatika ya michuano ya ligi ya mabingwa ni kwamba tayari draw ya nusu finali imejulikana. Arsenal Zeganazo watakipiga zidi ya Paris Saint-Germain, huku FC Barcelona watakuwa uso kwa uso zidi ya vijana wa Inter Milani, na michuano hiyo itaanza kutimua vumbi ifikapo tarehe 29 Aprili 2025 katika viwanja hivyo vya huko katika bara la Ulaya. Na vile vile mchezaji wa klabu ya Bayern Munich Josip Stanisic amezua taharuki kubwa baada ya kumsukuma kijana mwokota mpira kutoka kwenye kiti chake, na hiyo ni kufuatia kijana huyo kutupa mpira mbali kama ishara ya kupoteza muda. Tukio hilo limetokea katika dakika za mwisho za mechi ya ligi ya mabingwa Ulaya, ambapo Bayern Munich walitoka sare ya kufungana mabao 2-2. Kile kilichotokea ni kwamba Bayern Munich walikuwa wanahitaji mpira haraka ili waweze kuforce bao la kusawazisha. Kijana huyo mokota mpira alitupa mpira upande mwingine, ikionekana kama njia ya kuchelewesha kabisa muda kwa faida ya klabu ya Inter Milani. Stanisic akiwa na hasira kubwa alimkaribia kijana huyo na kumsukuma vikali na kuweza kudondoka kabisa, jambo ambalo limezusha taharuki kubwa katika bara hilo la Ulaya. Na habari ya mwisho ni kwamba pigo kubwa kwa vijana wa Arsenal Gunners, ambako jembe la majembe mchezaji kutoka pale Ghana Thomas Partey atakosa mechi ya mkondo wa kwanza wa nusu finali ya mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya zidi ya Paris Saint-Germain tarehe 29 April pale katika uwanja wa Emirates Stadium, baada ya mchezaji huyo kuweza kuoneshwa kadi ya njano 2 mfululizo, ambako ni mechi ya awali na marudio zidi ya klabu ya Real Madrid, ambako vijana wa Arsenal Gunners waliweza kuwatandika timu ya Real Madrid mabao 2-1. Kwa jumla ya mabao yote Arsenal Gunners waliweza kupata ushindi wa mabao 5-1. Bibo Kurtantine Aldama naweka nukta katika habari za michezo, huko nambari 41 yake mchezaji Declan Rice ikiwa inapepea barabara mgongoni. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa taarifa yako hiyo ya michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bena 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Moba masambo ya hadharani inayoandaliwa na mahakama ya kijeshi kambi ya Tanganyika tarafani Moba imezinduliwa rasmi siku ya Jumatano ya tarehe 16 Aprili mwaka huu. Masambo hayo yanapatikana kwenye tribunali ya soko kuu ya Kirungu, yamezinduliwa mbele ya viongozi mbalimbali wa serikali, wabunge wa mkoa, wachaguliwa wa Moba pamoja na umati wa raia. Ili kujua mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo, Radio Kivu inajiunga na mwanaripota wetu Isidore Kashulwe kutoka Moba jimboni Tanganyika. Mahakama ya kijeshi kambi ya Tanganyika imeendesha isha mchana kati masiku ya Jumatano Aprili 16 mwaka 2025 masambo ya hadharani yanayopitikana kwenye tribunali ya sikukuu ya Kirungu ndani ya kitongoji cha Kirungu. Wanajeshi fulani na raia wanafuatiliwa kwa ajili ya makosa ya bendera, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa kijeshi Moya Douglas wakati ufunguliwa rasmi masambo ya hadharani. President wa tribunali ya kijeshi ameweza katika mahojiano na vyombo vya habari
kufahamisha kama mahakama ya kijeshi kambi ya Tanganyika imekuja tarafani Moba kwa ajili ya kutoa sheria kwa ajili ya kifo cha raia mmoja huenda kuduiliwa na majeshi ya serikali kwa kosa ya kiraia. Mjumbe Desire amesema kama hiyo ina lengo la kudumisha amani na kurejesha oda ya taifa ndani ya matarafa ya Moba. Tutasalisha kujua ukweli iko nini. Kama tunakuta benye banakosea sheria, tribunal anapatia malipizi yao kufuatana na sheria. Kwa wao kukita wanabunge wa mkoa Tanganyika wachaguliwa Moba wamekuja tarafani Moba kwa ajili ya kuomboleza pamoja na raia kifo cha Kalunga Adrien Patu aliyeuawa na majeshi ya serikali FARDC baada ya kudhulumiwa na kulindwa katika korokoro moja ya kijeshi. Kwa wakati huo kukisa wanabunge wa mkoa Tanganyika wachaguliwa Moba wamehakikisha mara tena kujihusisha kwao kufuatilia kana kwamba waskauti katika kesi hilo waweze kufuatiliwa kulingana na sheria. Papindu Badrogba anakuja kulia yetu aliyouawa na maskari na nini tunaona katika sisi wote kwa ajili ya kulia ndugu yetu aliyouawa, na tulikuwa tumesindikizwa na korti kuu ya askari kwa ajili ya kufuatilia wale waliofanya ubaya wote wafikie kuapizwa kulingana na sheria. Sisi masemi yetu kusema kama pamoja kwanza tukomboleza familia iliyopoteza ndugu yetu, na tunahakikisha tarafa nzima ya Moba kama tuko hapa na tutafuatilia mpaka wahalifu wafike kuhukumiwa kulingana na sheria. Kwa siku ya Mungu masamba ya dharani watumiwa wanne wanajeshi na raia mmoja wamepanda mbele ya mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi kama watuhumiwa na askari polisi wawili wamepandishwa kama watu wa habari. Masamba yamepelekwa siku ya Alhamisi Aprili 17 baada ya kuorodheshwa watuhumiwa na watu wa habari. Nikiripoti kutoka Moba, Vidor Kashulo, Radio Kivu. Kwenye habari ya kitaifa, Marekani imeitaka nchi ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuacha kushirikiana na AFC M23, pia kuheshimu mkataba wa madini kati yake na nchi ya DRC. Safari ya Limasi anakujuza mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo. Marekani imethibitisha msimamo wake thabiti juu ya Rwanda na kutangaza maendeleo katika majadiliano juu ya makubaliano ya madini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ziara yake barani Afrika. Mshauri wa Donald Trump anayeshughulikia masuala ya Kiafrika, Bwana Masar Bulos, wakati wa mkutano na waandishi wa habari Alhamisi, Bwana Bulos alisema, "Tunarudia msimamo wetu. Rwanda lazima iache msaada wote wa kijeshi kwa M23 na kuondoa askari wote wake kutoka katika eneo la DRC," alisemayo Bulos. Taarifa hizi ni sehemu ya juhudi za Marekani kukuza amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bulos alisifu kuondoka kwa M23 katika mji wa Walikale akisema kwamba ni matokeo halisi yaliyopatikana kufuatia majadiliano na wahusika katika mzozo huo. Katika sekta ya kiuchumi, Masad Bulos amethibitisha kubadilishana moja kwa moja na Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhusu ushirikiano wa madini. Huko Kinshasa, Rais Tshisekedi na mimi tulijadili makubaliano juu ya madini na kutafuta njia ya kufuata. Alisema kwamba uimarishaji na uwekezaji katika sekta ya kibinafsi ya Marekani nchini DRC, haswa katika sekta ya madini, ni lengo tulilozungumzia na kuhitimu hadi kama patapata, yani Marekani inufaike na DRC pia inufaike. Afisa huyo wa Marekani pia alizungumza juu ya msaada wa Washington kwa miradi ya miundombinu pamoja na ukanda wa Lobito ambao unalenga kuwezesha usafirishaji wa rasilimali asili kwenda Atlantic kupitia Angola na Zambia. Alisitiza juu ya umuhimu kwa Marekani kuhakikisha uhuru na uadilifu wa nchi zote, sio moja tu. Akihojiwa na upande wake, mratibu makamu msaidizi aliye chini ya usalama anayesimamia masuala ya Afrika, Corina Sanders, alithibitisha kwamba dhamira hii ilikuwa kuendeleza mazungumzo ya amani mashariki mwa DRC na kukuza uwekezaji wa Marekani. Alifafanua kuwa misheni hiyo ni yenye tija sana, akisitiza kwamba Marekani ilikuwa ikiweka mkakati wake na kuona kinachokubalika kwa pande zote. Safari hii ambayo iliongoza ujumbe wa Marekani kwenda DRC, Kenya, Uganda na Rwanda kutoka Aprili 2 hadi 9 ni alama ya utawala wa Trump ili kuongeza kujitolea kwake katika bara la Afrika kwa kuunganisha changamoto za usalama na maendeleo ya kiuchumi kwa karibu. Nyayo tu kama habari za kitaifa kwa siku ya leo.
Tukimalizia uchambuzi wetu wa habari na habari ya kimataifa ya kwamba nchini Burundi, baraza la vyombo vya habari nchini Burundi CNC limekipatia ruhusa ya kufanyia kazi nchini Burundi chombo cha habari cha Yaga Burundi baada ya kufungiwa kwa madai ya kukiuka baadhi ya sheria na kanuni za nchi hiyo. Mengi zaidi naye Bukuru Elias Daniele, mwanaripota wetu kutoka huko Burundi mjini Bujumbura. Katika tangazo ambalo limetolewa na mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari nchini Burundi, Barozi Esperance Ndayize amesema kwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya wiki kadhaa mamlaka kukifungia kwa muda chombo hicho cha habari kwa madai ya kutoa nyaraka za magendo mwaka wa 2022 ili kiweze kuruhusiwa kufanya kazi nchini Burundi. Inama nkuru ijeje kumenyesha makuru yakoranye mu nama yayo idasanzwe. Baraza la kitaifa la vyombo vya habari nchini Burundi limekaa kikao chake katika kujadili mustakabali wa chombo cha habari kinachofanywa kwenye mitandao ya kijamii cha Yaga Burundi. Itakumbuka kuwa chombo hicho cha habari kilikuwa kimesimamishwa kwa muda kutokana na kutokidhi vigezo baada ya kudaiwa kutoa nyaraka feki ili kuweza kukubaliwa kufanya kazi kwenye ardhi ya Burundi kwa ruhusa kutoka katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Ndio maana kamati husika baada ya kupokea barua kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Ndani imekaa kikao ambapo chombo hicho cha habari kimeruhusiwa kufanya shughuli zake tena. Baraza la vyombo vya habari nchini Burundi limekipongeza chombo hicho cha habari kwa uvumilivu wake, swala lake likiwa linapatiwa ufumbuzi. Menyesha makuru Yaga ko cihanganye mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira. Burundi inapitia kipindi cha wasiwasi katika swala la uhuru wa kujieleza ambapo mnamo Agosti 2024 Floriane Irangavie, mwanahabari pekee wa kike aliyefungwa barani Afrika, aliachiwa baada ya shinikizo la kimataifa, ambapo hata hivyo mwanahabari mwingine wa Burundi Sandra Mhoza anaendelea kuzuiliwa na kuifanya Burundi kwa nchi pekee barani Afrika ambako mwandishi wa habari wa kike bado anazuiliwa. Kulingana na shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka, Burundi inashika nafasi ya 108 kati ya nchi 180 katika uhuru wa vyombo vya habari duniani kulingana na ripoti ya mwaka 2024, ambapo tangu mzozo wa kisiasa wa mwaka 2015 waandishi wa habari kadhaa walilazimika kwenda uhamishoni, huku vyombo vya habari vinavyoikosoa serikali vikiwa chini ya shinikizo la mara kwa mara. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Daniele ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Meximbelechi. Shukrani kwa wenzangu watangazaji ambao tuliambatana nao kwenye meza warili, akiwemo Isaac Mujashibe, mchumbi wa mkulima, na Fatuma Sudi wa Sudi Volunteer Safari Alimasi, bila kumsahau Omari Makelele Uzil, bila kumsahau Nikodem Kashindi Lebo Samarite. Nikiwaga wasikilizaji nikiwa mjini, kwa heri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.